Yanga mpaka sasa imemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia. Pingamizi hili ambalo liliwasilishwa jana ofisi za TFF saa 9:30 alasiri, likiwa limesainiwa na ofisa mtendaji mkuu wa Young Africans, huyu ni CEO Andy Mtine. Pingamizi wanaitaka kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wake wakili Kilomoni Kibamba kumuondoa Wallace Karia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Hoja 3 ambazo nimeainisha hapa zile: matumizi mabaya madaraka kwa kuchukua endorsement 46 kati ya 47, lakini kwanza kampeni kabla ya muda wake wa kukusanya endorsement 46 kabla ya tangazo la uchaguzi kutolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. 3, wakipinga Karia kugombea mara ya 3, wakisema ni kinyume na sera ya michezo nchini ambayo inataka vyama vya michezo viongozi wake kukaa madarakani kwa vipindi vitatu vya miaka mitatu, hiyo mitatu au vipindi viwili vya miaka minne. Sasa hapo ulikuwa unazungumzia katiba hii baada ya mwaka 2024 na 2021 kufanywa marekebisho, ilipitishwa na BMT. Lakini sera ya michezo ndio umesema kwamba inapingana. Ndio hapo ulikuwa umeishia. Sasa katika kuskuti na kutafuta kwa nini BMT waliamua kuishi nje ya sera ya michezo? Kwa nini BMT walipitisha kitu ambacho kinakinzana na sera ya michezo? Hapa ndipo tunarudi kuangalia maslahi ya taifa kwenye kulinda watu wenye potential. Nakumbuka ile kitokea issue hapa ya uraia. Ndio. Afabada, Emmanuel Keyeke, mpaka nimeuliza mbona chani wale wajomba tena hawajaitwa? Kwenye kulinda maslahi ya watu wenye potential, kuna muda baadhi ya vitu vinafumbiwa macho ili tu wale watu wenye maslahi kwa taifa waendelee kukaa. Nitakupa jambo moja. Serikali kupitia Wizara ya Michezo imekuwa ikisapoti michezo nchi kwa kutoa fedha kwenye budget ya wizara kupeleka kwenye mchezo moja kwa moja. Mfano basketball, netball, riadha na michezo mingine mingi sana. Mchezo pekee wenye ruzuku ndogo kutoka wizarani ni mpira wa miguu. Kwa nini? Mpira wa miguu umeweza kugenerate pesa ambayo inayoendesha chama shirikisho pamoja na timu zote zilizo chini ya shirikisho. Yaani leo wizara inapotunga bajeti yake kwenye football wanapaangalia kwa mbali, kwa sababu wanaamini huko kuna pesa ambayo inajigenerate, kwamba huyo mtu aliyoko huko ambaye ni Wallace Karia amefanikiwa kutengeneza shirikisho ambalo liko stable kwenye uchumi, shirikisho ambalo liko stable kwenye kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja kwa namna moja au nyingine. Hiyo ndio maana mpaka leo Wallace Karia yupo pale madarakani na anagombea mara ya 3. Kwamba leo kina Hamis Mwinjuma pamoja na Palamagamba Kabudi, profesa waheshimiwa hawa, wanapokaa sasa kuangalia tukafanya nini kwenye mpira wa miguu, ni inatafuta ruzuku ndogo, goli la mama milioni 10. Inatafuta ruzuku ndogo, sijui bonus sijui za TFF, Taifa Stars sijui anasafiri kwenda wapi. Kama saizi kambi sijui wapi. Zinatafuta hizo bonus, sio hata kambi, kwa sababu kambi ni pesa ambayo inatoka moja kwa moja kwenye shirikisho. TFF inajigaramia kambi, TFF inajigaramia usafiri, TFF inajigaramia vitu vyote. Sehemu pekee ndio kama nilivyoongea ruzuku ni hiyo goli la mama, mara sijui tunahitaji ndege ambayo sio kama hawawezi kuilipia, lakini kurahisisha logistic ya usafiri. Kwamba tunaenda labda Guinea, tunatakiwa tuende turudi ghafla. Kwa hiyo usafiri barani Afrika najua ni changamoto. Kwa hiyo tunahitaji ndege kutoka serikalini. Hizo ndio ruzuku ambazo zinaenda kwenye mchezo wa mpira wa miguu, football. Lakini angalia michezo mingine. Leo riadha wakiwa wanatoka Tanzania wataomba pesa serikalini, pesa ya kambi. Leo basketball wakiwa wanasafiri, pesa serikalini, pesa ya kambi. Leo sijui netball wakiwa wanasafiri, pesa ya maandalizi. Kulikuwa kuna issue moja ya watu wa judo kama miezi miwili iliyopita, walikuwa wanasafiri wanaenda kwenye kuwakilisha taifa kwenye michuano ya nje. Chama kina pesa, hakizalishi pesa. Serikali ikabidi itoe pesa, iwape, iwasafirishe, iwape kambi, bonus, kila kitu katoka serikalini. Kwa hiyo sasa kuna kiongozi ambaye alijitokeza kwenye mpira wa miguu akahakikisha anatengeneza mahusiano mazuri na watu wanaoingiza fedha kwenye taifa hili.
Leo Tanzania tunapokea fedha kutoka FIFA, fedha ambazo zinatokana fedha za FIFA. Kwanza kwa nini unapewa fedha za FIFA? Fedha za FIFA unapewa kwa sababu kuna mlolongo mzuri wa matumizi ya pesa ndani ya shirikisho. Tunaita zile mapato na matumizi, ripoti ya mapato na matumizi inaeleweka. Ndio FIFA wanakuambia okay, kwa sababu wewe tunakuelewa, tunakupa pesa zetu za maendeleo ya mpira wa miguu kwenye taifa lako. Hizo pesa zilikuwa zikitolewa hapo kabla, zimeanza kutolewa upya tena baada ya kuingia Wallace Karia madarakani. Kwa sasa hizi pesa ni nyingi, ndio pesa ambazo zinapeleka kwenye miundombinu. Mfano leo CCM Mkwakwani imejengwa kwa pesa za shirikisho. Okay. Serikali haijatoa pesa CCM Mkwakwani. Serikali inagharamia tu ujenzi wa Benjamin Mkapa pale na viwanja vingine kwa ajili ya AFCON. Lakini haya maboresho tunayokuja kuyaona, sijui Sokoine inafanya maboresho ya pitch, sijui wapi panafanya maboresho ya nini, sijui wapi panafanya maboresho ya nini, mara zote ni pesa ambazo zinazalishwa ndani ya shirikisho na shirikisho lenyewe linatoa pesa. Either ni shirikisho la mkoa, either ni shirikisho la wilaya, ama shirikisho la taifa ambalo ni TFF moja kwa moja. Kwa hiyo sasa kwangu mimi nilipokuja kuangalia Wallace Karia, nikaja kumgundua kwamba huyu hayuko hapa kwa sababu tu anakidhi vigezo vya kuwa hapa kwa mujibu wa katiba, bali anakidhi vigezo vya wenye mamlaka ambao ni wizara, kuwa mmoja kati ya watu wenye potential kubwa sana ya maendeleo ya mpira wa taifa hili. Na ndio maana mamlaka imeamua kumkumbatia Wallace Karia, kukaa naye Wallace Karia kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wa miguu wa taifa hili. Kwa hiyo hayuko pale kwa bahati mbaya. Hayuko pale kwa bahati mbaya. Yaani hiki kitu cha katiba kupita ikikinzana na sera ya michezo sio bahati mbaya. Nimekupa mifano hapa Brain. Lakini sera ya michezo haiwezi kubadilishwa. Sera ya michezo inabadilika. Sera ya michezo inabadilika at any given time. Yaani inahitaji hata watu wengi, inahitaji panel ya watu kadhaa tu wanakaa. Sera ya michezo ya taifa hili imebadilika, sasa hivi tunapita 1 2 3. Sera ya michezo ndio hizi zinabadilikaga. Kuna kipindi nahisi alikuwa ni waziri huyu Mwakembe, so alilisha UMISETA. Pesa za UMISETA zikapelekwa kwenye maendeleo mengine huko. Ndio hii sera michezo, kwamba kwenye sera ya michezo kuna maendeleo ya mpira wa michezo, vijana sijui nini. Kwa hiyo kuna siku hiyo sera ya michezo kwa vijana na kwa pembeni, bwana sasa hivi vijana nyie mtajibeba, tunaweka vijana pembeni, tunatembea na ajenda nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi huyu mtu tunayemwona hapa, kwa nini anapata hii audacity ya kubadilisha katiba? Katiba inapitishwa na haiulizwi, tunakuja kugundua baada ya miaka 4. Ni kwa sababu hayuko pale kwa bahati mbaya, yuko pale kwa maslahi ya viongozi wakubwa wa taifa hili ambao wako hapa kuhakikisha kwamba mchezo inaenda. Good enough. Mtu aliyemwamini kumbebesha ile jukumu anaifanya kazi yake. Yaani Wallace Karia leo hutamhukumu kwa engo ya miundombinu, hutamhukumu kwa engo ya pesa. Atahukumiwa kwa mambo mengine sana. Sasa viongozi wanaangalia nini? Watu ambao wanatunga hizo sera za michezo wanaangalia nini? Je, wewe Brain, ni kweli sera ya michezo hii bwana inasema hivi, lakini sisi kwenye issue ya miundombinu ambayo ndio inaleta maendeleo umefanya kazi. Kwenye issue ya kupunguza mzigo wa budget serikalini wewe unafanya kazi nzuri. Kwa hiyo kwa nini tukutoe? Embu tu adjust sera ya michezo ya taifa hili ambayo inakuwa adjusted anytime. Wizara tu kesho pale Magabudi wa mheshimiwa anaweza kaamua kuita panel ya watu wakaiadjust sera ya michezo kwenye ukomo wa uongozi ikapeleka hata miaka 20. Kwa sababu tu kuna watu wenye potential ambao wako hapo wanaustawisha mchezo. Naamini mimi binafsi angetokea Wallace Karia basketball, angetokea Wallace Karia judo, angetokea Wallace Karia riadha, angetokea Wallace Karia cricket, tungeiona mambo chungu mzima. Lakini kwa sababu Wallace Karia yupo kwenye football, ndio maana tunaona hizi hoja kwenye football. Lakini sasa tukirudi kwenye uhalisia, tukibaki sasa kwenye misingi, unajua tushaongelea ule kilichopo, maana kuna ile kauli yetu tunaisemaga hapa mara nyingi kwenye kipindi, inavyotakiwa kuwa na inavyokuwa. Yaani hapa nimeongelea inavyokuwa. Sasa naongelea inavyotakiwa kuwa. Inavyotakiwa kuwa Wallace Karia anatakiwa kuzuiwa kugombea kwa sababu sera ya michezo ya taifa hili hairuhusu hiki kitu. Huyu mtu anatakiwa kupumzika. Swali langu mimi bwana Joachim, kama huyu mtu anastahili kupumzika, katikati ameenda kuchukua form, alikuwa ni Amri Kemba alikuwa anamchukulia Limayai. Kwenye interview yake aligusia nzima kwamba Wallace Karia anastahili kuondoka kwa heshima kwa haya aliyoyafanya kwenye soka la Tanzania. Kuna wengine walikubaliana naye, kuna wengine kama vile ilikuwa kidogo of course aliweka kipingamizi kwamba anastahili kuendelea kubaki. Kama tulizungumzia hapa issue nzima ya sera inakataa yeye kuwania kwa mara nyingine. Kitu kizuri siku zote sio mbaya kuendelea kuishi
anachokifanya na alichokifanya kwenye soka hili la Tanzania, si anastahili kuendelea kubaki? Ama tuishi na sera? Hapo inabidi kuna sehemu ya kuangalia sehemu mbili. Kama ni sera, kama nilivyozungumza wakanda, kama zimuhitaji. Tukienda kwenye sera maana yake wewe hatutokuwa naye. Yes, ndio naongelea huko. Kuna watu ambao wamebezi kwenye upande huo. Kwamba tumebezi na sera kwamba huyu mtu anatakiwa afanye nini? Hatumhitaji. Wana vigezo vyao, lakini tukienda kwenye namna kusema kutamani aendelee kubaki, akiwalisia kwa upande wangu Kario, ukitazama mambo ambayo amefanya, amekuwa na bahati tunasema, kwa sababu amekuja kipindi ambacho vilabu vimeanza mike upande wa pili, vilabu vimefaulu, si ndio, kwenye mashindano yote ndani na nje. Pia ukienda kwenye ngazi ya vijana kafanikiwa, national team imefanikiwa, so ni mtu ambaye anakuwa na mafanikio sana kwenye ndani yake, so ni kwa tuendelee kuwa naye, ana zile na nyili nakuja hapo, mbona ngazi ya brother kwenye, yani tuseme akipeleka vile vigezo bana, mimi nimefanya hivi na hivi na hivi, hata kama ni mtu amelala usingizini inaweza labda huyu tumpe bana ni rais. Lakini ukienda sasa kwenye hizo sera, kuna watu kiwalisia za kusema kwamba muda wake labda ulikuwa haitajiki. Yes, nao pia tunaweza kusema kambali na mike unahoja sasa, wana nafasi yao na kwamba ni mtu kwa kiwalisia kama hitajiki ni sawa, kwa sababu kuna time ambayo utakuwa unahitaji watu wengine, inaweza kama maybe wanaweza kufanya vizuri kuliko wewe, lakini pia inabidi tujaribu tukumbuke kitu kimoja, huyu mtu anayeondoka anayekuja anaweza kufanya kama yeye. Sasa mawazo mapya ni kitu cha kawaida. Yes, lazima sawa, anaweza kaja anayekuja wewe. Haya, nikienda kwenye andiko la medali, amesema tizama kwenye orodha ya wale watu waliochukua nafasi waliotia of course ni nafasi ya urais. Ali Mayai yeye ana hofu ni Yanga. Ali Thabiti Mbingo naye anaamini ni Yanga. Sasa hapo ni kwamba Mbete Mshindo Msola anaamini huyu naye ni Yanga. Inabidi atoke Mustafa Salum Himba huyu naye ni Yanga. Shija Richard Shija huyu naye ni Yanga. Wallace John Karia huyu ni Coastal Union. Bahati mbaya Africans kwenye hilo sisi tunapambana kujenga timu, ila kuna watu wanajenga uongozi. Kwenye hilo andiko la medali viongozi waliowataja, kuna kauli imesema kwamba viongozi wengi waliochukua fomu ni wa Yanga. Kuna muda huwezi kukataa kwa sababu hawa watu, Himba amewahi kuwa kwenye kamati tendaji za Yanga, Mshindo Msola ndio kama mpaka mwenyekiti wa Yanga. Ali Mayai Tembele kidogo unaweza kuweka 50-50, ashakuwa mchezaji lakini wa Yanga, lakini huwezi ukaiweka moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wengine huwezi ukawakataa, yani kwamba umtetee, hata unamteteaje mtu ashaikuwa kabisa mpaka kwenye panel ya uongozi. Na kwa bahati mbaya kwa wengi, bahati nzuri kwa mediali ni kwamba hawa watu wana ushahidi usio na mashaka kwamba ni wawazi kwamba hawa watu ni mashabiki na wanachama wa Yanga. Hapo sijagusa kwenye wajumbe. Kwanza kinachokuja kubaki ni issue ya weledi. Of course ndio tunachokizungumzia. Hapa ndipo hoja ilipo. Kwa mfano sasa wao Simba alishindwa kuwashawishi watu wao ongezeke huko. Simtaji jina. Lakini nakupa mfano. Kuna kiongozi mkubwa sana TFF baada ya wale Skaria. Utajiongeza ni upi sana. Sawa sawa. Shabiki wa Yanga. Kabisa. Shabiki wa Yanga kabisa. Lakini angalia aliposimama na weledi. Yanga hii yenye kulalamika kwamba TFF inatuonea, TFF inafanya hivi, TFF inafanya hivi. Mzee katulia kabisa. Hana kelele na yuko pale neno na ni mwanachama na shabiki kindaki wa Yanga Africans. Na ni ana nguvu TFF kubwa kuliko hata kidao. Acha bwana. Yuko pale. Hana shida. Lakini ametulia, amesimamia weledi wake kwamba bwana, mimi nishatoka kwa Yanga, sasa hivi nasimamia TFF, shirikisho ambayo ni maslahi ya taifa zima. Sio tu Yanga wala si Simba wala nani. Ni maslahi ya taifa zima. Kwa hiyo hapa kiongozi anayekuja awe ni shabiki wa Yanga hawezi kuquestion, kwa sababu mwisho wa siku taifa hili tunalijua. Ukiachana mimi ambaye niliamua kushabikia Singida, nyinyi wengine wote ni Simba na Yanga. Mimi Azam. Imani Simba na Yanga. Kwa sababu unajikuta kwamba kwenye hili taifa la viongozi ambao wamejipasua sehemu mbili, raia ambao wamejipasua sehemu mbili, huwezi ukakosa mmoja ambaye idha ataipenda Simba ama anaipenda Yanga. Lakini sasa huyu anaipenda Simba ama Yanga anayekuja kuwa kiongozi ana weledi unaofaa
kusimamia misingi ya kazi yake. Yani kwamba leo unakuwa rais wa shirikisho, Yanga watakuja hapa na maclaim yao ya ajabu ajabu, utawabeba kwa sababu ni Yanga. Simba anakuja hapa na claims zenye hoja, utawakandamiza Simba kwa sababu ni Yanga? Hapana, unabidi usimamie ule weledi. Kwa hiyo mimi nasemaga mimi kuniaminisha mtu ni Coastal, kuniaminisha mtu ni Kagera, kuniaminisha mtu sijui nilipuli sana kuliko Simba, na mimi huwa nakataa. Yani ufanye maamuzi tu sasa hivi. Hapana, yani labda ufanye maamuzi sasa hivi ukubwani uamue wa mimi na Simba hapana. Lakini so far ku question kwamba wewe ni timu fulani basi usigombee, hiyo sio sawa. Kwa sababu ni nani utakayempata kwenye taifa hili brain leo ukimtoa Wakanda_Republic ambaye sio shabiki wa Simba na Yanga? Mimi nimeuliza mjomba hapa kwa hiki ambacho vikifanya wale Skaria, si ana deserve kuendelea kubaki ama nyinyi mnaungana na Amri Kiemba kwamba ondoke kwa heshima? Sasa Mreno, ila mkingangania sera ndio kwa ngoja ngombe kitu kimoja. Sera ya taifa ina ukomo kwamba wewe bwana Brain wewe utakaa hapa miaka 8 ama 9, baada ya hapo pumzika, haijalishi umefanya nini. Yawezekana we ndani ya miaka hiyo 8 Brain umetuletea maendeleo ambayo hatujawahi kuyaona kokote popote duniani hapa. Umetuletea kombe la dunia, umetuletea lakini ukomo wa madaraka ushafiki. Lakini ukomo wa madaraka ndio umefika. Lakini FIFA pia wanajua hizi. Kwa hiyo baada ya ukomo wa madaraka kufika, licha ya ubora ulionao, unachotakiwa kufanya unapoelekea mwisho wa madaraka yako ni kutengeneza njia anayekuja baada yako apite kwenye misingi imara uliyoweka wewe, maendeleo yazidi kwenda. Lakini tukija sasa kwenye inavyokuwa, hapa nilikuwa naongelea inavyotakiwa kuwa, nakuja sasa kuongelea na inavyokuwa na ndio tunaoishi sasa hivi huu ambao ndo alisikalia na miaka 12. Kuna kitu ambacho tulikiguzia hapa mwanzoni, wale Skaria first 11, zile hoja 11 ambazo wale Skaria aliingia nazo madarakani wakati anagombea kipindi kile. Aliweka hoja ambazo ilikuwa ni miundombinu, ilikuwa ni pesa, ilikuwa ni maendeleo ya soka la vijana, ilikuwa ni maendeleo ya soka la wanawake, ilikuwa ni maendeleo ya timu zetu za taifa, na hoja nyingine nyingi, kozi za makocha, vitu uamuzi, vitu vingi sana alivyoweka pale. Vitu 11 vilikuwa viko pale. Kwenye vile vitu 11 vilivyoko pale, hamna hata kimoja ambacho wale Skaria hajakitimiza. Amejaribu kuplay party vya kutosha. Yani kwenye kila kitu, hata kama sio 100%, miundombinu hatuwezi kusema 100%, lakini hata kwa 50%. Tuongelee halisia hapa. Leo 2025. 2016 kabla wale Skaria hajaingia madarakani, taifa hili lilikuwa wapi na leo liko wapi kwenye mpira wa miguu? Kuna interval kubwa sana. Kuna vitu vingi sana vimebadilika. Timu zetu za taifa sasa hivi tunafurahi, tuna enjoy ligi ya wanawake, haikuwepo ligi ya wanawake. Tulikuwa na ligi ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo ndio inatumika kama ligi ya taifa. Lakini leo tuna ligi kuu ya wanawake. Moja kati ya mataifa machache sana barani Afrika, tufika hata mataifa 10 Afrika yenye ligi za wanawake. Tanzania tuko pale. Leo hii juzi tunachukua ubingwa wa Sekafa ule wanawake. Siko bahati mbaya. Sisi ubingwa kwenye upande wa wanawake ni regular. Basi mimi napingana na sera bwana, kwa kuwa mazuri ameyafanya. Kwa hiyo kuna ile 11 ambayo mwamba ameifanya. Ikitokea watu wakaenda naye mahakamani, ikitokea watu wakaenda naye kwenye kamati wakashindwa, wale Skaria akabaki kugombea uchaguzi. Mimi binafsi ningekuwa mjumbe wa mkutano wa uchaguzi wa TFF, kura yangu ningeidondosha kwa wale John Karia. Kwa sababu Karia manifesto ameikamilisha na anazidi kuikamilisha. Lakini ikitokea watu wameenda naye kwenye kamati za rufaa, wale Skaria kaondoshwa, nitasimama nitapiga makofi kwa sababu haki itakuwa imeshinda. Basi ameisha bwana. Uchaguzi unaweza ukafanyika. Naye tunaweza tukamshuhudia. Si ndivyo? Au tusubiri kama nani kauli ya kamati. So shatoa orodha ya wagombea watiania. Kuna matamko mengine ambayo yataendelea. Sasa kuna watiania alafu wanaokuja kugombea. Kuna mchakato utakuja mbele ya safari. Watiania wengi. Kuna mtu hapa karudisha fomu ana endorsement hata moja. Sasa bwana, kesho mechi ya playoff. Mshindo Msono anayo moja. Anayo moja. Kesho bwana, mechi of course ya playoff mkondo wa pili itapigwa. So kwa Mbeya kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Fountain Gate. Mchezo wa kwanza Tanzanite kwa raha pale ulitamatika kwa sare ya 1-1 na Tanzania Prisons of course wakisawazisha baada ya Fountain Gate kuongoza mapema kabisa. Kuelekea kwenye mchezo tumezungumza na CEO wa kikosi cha Tanzania Prisons, huyu ni John Matei. John